na naamini pia wako kutoka VETA, vijana wa timu ya hamasa, wajasiriamali kutoka Machinga Complex, wananchi wote mnaofuatilia tukio hili kwenye vyombo vya habari, na ndugu wanahabari, vikundi vya burudani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natamani ningekuwa na kipaji kama cha katibu mkuu ili niweze kuimba hizi nyimbo, lakini mimi ningeweza kuimba Zaburi. Na leo nilikuwa natamani niimbe Zaburi ya 122, lakini niache hivyo. Au ningeimba Zaburi ya 95 Venite, au Zaburi ya 100 Jubilate Deo. Lakini leo nibaki na hii miziki hii mizuri sana. Na kwa kweli miziki hii, nyimbo hizi za zamani, alikuwa ananiambia ndugu yangu mkuu wa wilaya, zina sifa kubwa tatu. Kwanza, burudani. Lakini pili, lugha iliyotulia na inayopendeza. Tatu, mafundisho. Kwa msibabaike na sura. Cha muhimu ni tabia njema. Sasa mafundisho kama hayo kwenye muziki mingine napata shida kuyapata, lakini na huko nako yamo. Lakini pia kweli na majina mengi, lakini hapa ni machache. Huko nilikosoma hawaniiti profesa, wananiita Professor Dr. Juris. Yani kuonyesha huyu ni Professor Dr. Juris, manake Doctor of Laws. Juris ni Kilatini. Kwa huko tunapunguza ili ya kubaki. Ili awali ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa ruzuku ya uhai na kutuwezesha kukutana tena katika tukio hili la kihistoria. Na kwa niaba ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na kushukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano huu wa pili wa wadau wa utamaduni na sanaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwepo wako ni ushahidi kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kwa dhati kabisa kuinua sekta ya utamaduni na sanaa kama kichocheo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Lakini nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe binafsi pia umesimamia sana uanzishwaji wa mfuko huu, lakini kuusimamia mpaka leo tupo hapa kushuhudia mafanikio makubwa sana ya mfuko huu. Manake ulisubiriwa kwa muda na watu wakasema ngoja. Ndio maana kweli jamani, tuna kazi kubwa sana ya kujua misemo na nahau na methali. Ngoja. Lakini hatimaye mambo yamejiri. Subira. Sasa heri hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Leo tunakuja hapa kuzungumzia mafanikio. Aidha, nawashukuru kwa dhati wadau kutoka mikoa mbalimbali kwa kujumuika nasi. Ushiriki wenu ni uthibitisho wa uzito wa mkutano huu na matumaini mlionayo kwa mfuko wa utamaduni na sanaa. Na nichukue nafasi hii kuwaomba radhi wale wote ambao tumeshindwa kukaribisha leo kwa sababu ya ufinyu wa ukumbi huu. Na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao watu kama washiriki 745. Kwa hiyo wengi kabisa. Na tunategemea mwaka kesho inshallah tutafika mpaka watu 2000 kwa kulingana na watu waliokuwa wameomba kushiriki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkutano huu ni wa pili katika mfululizo wa mikutano ya wadau wa mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, inayolenga kuwakutanisha wasanii na wadau wengine ili kupeana taarifa mbalimbali, kubadilishana uzoefu, kujadili mafanikio na changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya pamoja ya kukabiliana nazo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkutano wa kwanza ambapo Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, alikuwa mgeni rasmi, alitoa maelekezo mahususi ya kuhakikisha kuwa mfuko huu unakuwa chombo chenye ufanisi kinachowafikia wasanii wote nchini bila ubaguzi na chenye mifumo thabiti ya ufuatiliaji na tathmini. Katika kutekeleza hilo, tumechukua hatua zifuatazo. Moja, mfuko umetoa mikopo yenye masharti nafuu
kwa zaidi ya miradi 580 ya wasanii. Naomba mliopo hapa muinue mikono ambao mmefaidika. Wale ambao wamepata mikopo wapo kutoka nje, mmeelewa. Pili, tumefanikisha marejesho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa 96% hadi sasa, jambo ambalo linaonyesha uwajibikaji wa wanufaika. Na benki, hili ni sahihi au si sahihi? CRDB na NBC kabisa. Mimi nadhani katika marejesho sekta hii inaongoza 96%, maana yake 4%, na hakika hiyo 4% tutasukumana na wenyewe watarejesha. Maana yake mfuko huu utakuwa endelevu kwa sababu wanaopata wanarejesha. Tatu, tumefungua studio za kisasa mikoani kwa ajili ya kurekodi kazi za sanaa na kutoa mafunzo ya kitaaluma. Kwa hiyo sasa walioko mikoani hawalazimiki kama zamani ama kuja Dar es Salaam, au zamani ilikuwa kila wakati tunapokea kadi za michango na kwenda Arusha. Walikuwa na studio moja Arusha, ilikuwa inaitwa nini? Habari Njema. Habari Njema tunawashukuru, waendelee, lakini na pia sasa mikoani studio hizo zimejengwa. Lakini 4, tumeshirikiana na vyuo vya mafunzo, taasisi za kifedha na mashirika ya kimataifa kwa ajili ya kujenga uwezo wa wasanii kitaaluma. Naomba tena wale wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam msimame kwa haraka tena kama asante sana. Sanaa bunifu, naomba wale wa Don Bosco, safi sana. Naomba wale wa Mwalimu Nyerere kama sikosei, Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Wengine ni nani? Haya, niombe wale mkaeni, wale tuliosoma VETA kama mimi pia tuliopo hapa. Ndio, tuliosoma VETA kabisa. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara inaendelea na utaratibu wa kuiboresha sera ya utamaduni ya mwaka 1997 ili iendane na mahitaji ya sasa, hususan katika eneo la ubunifu na biashara ya sanaa kidijitali. Aidha, kwa upande mmoja mahitaji ya mikopo ni makubwa kuliko mtaji tulionao, na kwa upande mwingine wadau wanaoomba kiasi cha juu cha mikopo kinachotolewa cha shilingi bilioni 100 wanaomba kiongezwe maradufu. Kama tulivyosikia, wanataka kiende mpaka bilioni 500 ili kiendane na uhalisia wa uwekezaji kisekta. Wakati tunaendelea jitihada za kutafuta vyanzo vingine endelevu vya fedha, tunaishukuru serikali na hasa jitihada za makusudi kabisa za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, za kuhakikisha bajeti ya mfuko inaongezeka kila mwaka hadi kufikia sasa shilingi bilioni 4 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Na hili ni ongezeko kubwa sana. Tumetoka chini kabisa, sasa tumefika bilioni 4, na hakika Mheshimiwa Rais ataendelea kutuwezesha. Aidha, ushirikiano uliopo kati ya mifuko na benki za CRDB na NBC unarahisisha huduma kwa wadau, kwani sasa wanaweza kupata mikopo moja kwa moja kwenye matawi ya benki hizi nchi nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawashukuru sana CRDB na NBC. Naomba tuwapigie makofi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi yangu ilikuwa kukukaribisha wewe ili uweze kuzungumza na washiriki wa mkutano huu, na niwashukuru sana wawezeshaji. Nimalize hapa, Profesa Flora, nakushukuru sana kwa uwezeshaji wako. Wanajopo nawashukuruni sana kwa kuwezesha kongamano la leo, na naamini kabisa sisi tulioshiriki tumeona fursa nyingi. Ndugu zangu, tuone fursa. Si vizuri kusema tumekuwa mara nyingi unajua, ukiwa ni mtu wa kunung'unika hutaona fursa. Ukiwa ni mtu wa kulalamika hutajifunza wapi uboreshe hali yako. Lakini nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafunzo haya yanaanza kutuondoa kwenye kulalamika, kwenye kukata tamaa. Sasa yanatuonyesha fursa kubwa. Na sekta hii ina fursa nyingi za mtu mmoja mmoja, za vikundi. Na sasa tunakoelekea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaanza kuwa pia hawa kama alivyosema Katibu Mkuu, kila msanii ana msanii anayemlea.
Kwa hiyo ina maana miaka ijayo tutakuwa na makampuni makubwa, na naamini kabisa katika mafunzo yatakayokuja itakuwa ni kuwasaidia hawa kujua kwamba watoke kwenye shughuli ya mtu mmoja mmoja, sasa waende kwenye makampuni, na hatimaye makampuni haya yaingie katika masoko ya hisa. Huko ndio tunataka kwenda. Kwa hiyo niwashukuru sana wawezeshaji kwa yale ambayo wametusaidia. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya kukukaribisha ili uweze kusema na kundi hili, nadhani sasa ilikuwa ni shughuli ya tuzo. Kwa hiyo tuje kwa utaratibu wa tuzo, na baada ya tuzo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakukaribisha sasa uweze kutoa